إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واتقوا النار فإن أجسادكم عليها ضعيفة لا تقوى واحذروا المعاصي لتجتنبوا أسباب سخطه walitanalu aljannata ni'mal ma'wa. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni ni ukiwa wa kwanza kuihusia nafsi yangu mwenyewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuogopa Allah katika mambo ya siri na mambo ya dhahir. واعلموا عباد الله ما من مؤمن إلا وهو يسعى لنيل محبة الله، وإذا علم أحد منا أن الله يحبه لما وسعته هذه الدنيا بفرحه وسروره وحبوره ولهانت عليه كل شيء في هذه الحياة. Ndugu zangu katika iman, pasina kuwa na shaka kabisa, kila mmoja katika wanadamu na hasa kwa sisi Waislamu anapenda na anafanya kila aina ya jitihada kuhakikisha anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mtu anatamani awe katika listi ya watu wanaopendwa na Allah na wanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikitokea mtu akafahamu kuwa Allah anampenda na amemchagua katika waja wake, na akahisi yale mapenzi ya Allah kidhati katika moyo wake, basi hii dunia yote hataona kuwa yatosha, bali atakuwa na furaha yenye kupitiliza, atakuwa na furaha isiyokuwa na mfano, na kila kitu katika huu ulimwengu kitakuwa hakina thamani, kwa sababu amepata kitu chenye thamani zaidi ya kila kitu, ambacho ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liannaha mahabbatun min malikil muluk li'abdin makhluq, mahabbatun mimman yamliku rizqahu wa ajalahu wa qalbah, kwa sababu mapenzi ya Allah ni mapenzi yaliyotoka kwa mfalme wa wafalme, ambaye aendesha kila kitu katika huu ulimwengu, ambaye ameyaumba hayo mapenzi na kuyaweka katika nyoyo za wanadamu, na ni mapenzi yaliyotoka kwa Allah anayemiliki nyoyo za wanadamu, anayemiliki riziki za wanadamu, na anayemiliki umri wa mwanadamu. Ni mapenzi ya ghali sana katika maisha ya Muislamu, ni mapenzi yenye thamani zaidi ya kila kitu chenye thamani unachokijua.
أيها المسلمون عباد الله، واعلموا بارك الله فيكم يقينا أن الله يحبنا ويحب عباده المؤمنين، إذ أكرمنا بنعمة معرفته وبنعمة الإيمان والهداية والتوفيق وجعلنا من عباده المؤمنين. Lakini kitu ambacho napenda kuwaambia ndugu zangu katika imani, na wala msiwe na shaka, wala usiwe na wasiwasi, wala usiingiwe na fikra yoyote katika moyo wako. Tambua moja kwa moja pasina kuwa na shaka, baada ya wewe kuwa ni mu'min, tayari ni dalili ya Allah anakupenda. Baada ya Allah kukuchagua kuwa mu'min, tayari hii ni ishara ya mapenzi makubwa ya Allah kwako wewe. Allah amekukarimu ukamfahamu Allah na ukubwa wake na majina yake mazuri, ukamfahamu Allah na sifa zake nzuri, ukamwabudu, ukaishi katika imani yako iliyokuwa nzuri. Fahamu kuwa Allah anakupenda, na tufahamu kuwa Allah anatupenda, na Allah ametuchagua katika waja wake, akatupa neema ya iman, neema pekee ambayo waitamani watu wengi lakini hawaipati. Allah subhanahu wa ta'ala athibitisha katika Qur'ani haya maneno katika suratul Hujurat. Allah atuambia katika hizi aya, nasikilizeni kwa umakini, lakini muyafikirie haya maneno na muyazingatie, muyaweke katika akili zenu na muyafanyie kazi katika maisha yenu. Allah atuambia, wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah tuambia katika suratul Hujurat, wa'lamu anna fikum rasulallah, natambueni kuwa nyinyi mna mtume wa Allah, amekujieni ili akuongozeni na akuelekezeni yaliyokuwa mazuri. Amekujieni mtume wa Allah, ni rehma itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mfahamu, Allah anapoanza aya yoyote kwa fi'lu ya alima, Allah akisema wa'lamu, musiwe na shaka. Hii fi'il yatumika katika alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illa Allah ta'dhiman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayuha almuslimuna ibadallah, wa'lamu barakallahu fikum anna Allaha yuhibbuna. Ndugu zangu katika iman, fahamuni kwa yaqini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda. Na wamezungumza baadhi ya masahaba. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, na maneno haya tuyazingatie, tuyachukue. Anasema radhiyallahu anhu, inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa man ahabba fa idha ahabba Allahu 'abdan a'tahu al-iman. Atuambia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anampa hii dunia na kumfungulia yule anayempenda na asiyempenda. Kila mtu Allah aweza akampatia dunia, kwa sababu ni sehemu ya lagha, ni sehemu ya mchezo, ni sehemu ya kupita, si sehemu ya kudumu. Lakini Allah anampa imani anayempenda peke yake. Anampa iman yule anayempenda katika waja wake. Allah akimpenda mtu ampa iman na anampa ahadi zilizokuwa njema. Falidhalika Allah akatuambia katika Qur'an, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi
kaman matta'nahu mata'a alhayati dunya thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdharin. Hebu sikilizeni enyi wanadamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani yauliza, na hili swali jibu kila mtu yuko nalo na kila mtu alifahamu, na wewe mu'min utakuwa alifahamu zaidi kuliko mwingine ambaye si mu'min. Allah auliza, hivi yule ambaye tumempa maisha ya dunia, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi, hivi yule ambaye tumemuahidi ahadi nzuri na atakutana nazo bila shaka, kama matta'nahu mata'a alhayati dunya, aweza akawa sawa na yule tuliyemfungulia starehe za duniani? Wanaweza kulingana hawa watu wawili? Aliyeahidiwa ahadi njema na za kweli na Allah katika maisha ya dunia na maisha ya akhira, na yule aliyefunguliwa maisha yake ya duniani lakini hana ahadi njema baada ya kuondoka katika hii dunia. Thumma huwa yawma alqiyamati min almuhdharin, kisha siku ya kiyama akapelekwa katika adhabu ya Allah, akahudhurishwa na akaadhibiwa na Allah. Hawa watu wanaweza kuwa sawa hata siku moja kweli? Wanaweza kuwa sawa hawa watu aliyepata ahadi ya Allah ya kuwa na maisha mazuri katika akhira yake na ambaye amepewa dunia na hana ahadi ya Allah? Waweza kuwa sawa hawa watu? Na nani ambaye ameahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani aliyepewa ahadi nzuri na Allah ikiwa si mu'min? Allah asema, wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah amewaahidi waliokuwa na imani, waumini. Ahadi ya Allah iko kwa waumini ambao ni waumini wafanya matendo mazuri. Ahadi gani? Lahum maghfira, watakuwa na msamaha kutoka kwa Allah, watasamehewa walioyafanya, watasamehewa makosa yao, watasamehewa madhambi yao. Walahum ajrun adhim, wa ajrun adhim, na wakisamehewa watapata malipo makubwa ambayo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambacho ndiyo matumaini ya kila mmoja katika Waislamu na matarajio ya kila mmoja katika waumini, siku moja afikie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama matendo yake yatakuwa ni madogo. Lakini ahadi ya Allah tayari yuko katika neema. Lakini kuna watu wamepewa ahadi mbaya, watu wamepewa ahadi za kutisha, watu wamepewa ahadi za kuumiza, na ahadi ambazo hatakiwi Muislamu kuwepo ndani ya hizi ahadi. Walakini ndugu zangu katika imani, lazima tufahamu na tujue kuwa sisi twapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika tabia nzuri na utaratibu mzuri, ukipendwa na wewe onesha mapenzi. Allah hahitaji kitu chochote kutoka kwetu sisi, tukampenda tusimpende, hatumuongezei chochote na hatumpunguzii chochote. Walakin min alwafa an tuhibba man yuhibbuk, katika tabia nzuri mpende ya kupendaye, iwe mbadala wa jambo alilokufanyia. Allah ametupenda sisi Allah tunamuonesha nini kwa haya mapenzi aliyotupa? Sisi Allah tunampa nini kwa mapenzi aliyotupa ya imani? Hakuna kitu chochote ndugu zangu katika imani zaidi ya kujitahidi katika matendo mema. Ndio maana kila inapokuja imani yafuatishwa na matendo mema, illa alladhina amanu wa amilus salihati. Mapenzi yako wewe kwa Allah, ili umuoneshe na wewe wampenda, jitahidi katika matendo mema aliyokuamrisha. Hifadhi sala 5 kwa jamaa, toa sadaqati ikiwa Allah amekupa uwezo, amrisha mema, kataza mabaya ikiwa Allah amekupa elimu. Jitahidi katika kuunganisha jamii pamoja, na usiwe sababu ya kuvurugika watu. Waite watu kwa ajili ya Allah na uwaondoe katika mambo yasiyokuwa ya kheri, na uwe na huruma na kila ambaye wamfahamu katika Waislamu. Uwe na huruma na kila ambaye wakutana naye na waamiliana naye katika wanadamu. Ndio matendo mema ambayo yataonesha na wewe pia wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika ndugu zangu katika imani,
Allahu yuhibbuna, Allah anatupenda na Allah ashatuchagua tukawa waumini na jambo la kheri. Twamuomba Allah tudumishe katika imani na asituondoe katika imani, lakini na sisi pia tuangalie namna gani twayarudisha haya mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.